Bwana, tuko Mwenge KMC Complex baada ya Dar es Salaam Young Africa kuondoka na ushindi wa magoli mawili, na tunakutana na Kapteni Kiziga, shabiki lialia wa Dar es Salaam Young Africa, na hapo tutazungumza mengi, lakini kubwa zaidi ni kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby dhidi ya Simba Sports Club, na tupate kusikia tu machache ambayo anaweza kuyasema kuelekea kuwa magumzo yako mengi kwa sababu tu ya kwa nini mechi imepelekwa Zanzibar. Hii ni hofu ya watani au ni wao wanaogopa? Huwezi kuuliza kwa nini mechi imepelekwa Zanzibar kwa sababu tayari wahusika wamezungumza. Mechi imepelekwa Zanzibar kwa sababu tarehe 1 kutakuwa kuna matumizi ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Matumizi yapi? Kutakuwa kuna mashindano ya soma Qur'ani ya kidunia ambayo tumejaliwa kuyapata katika ardhi ya Tanzania. Haya yatakuwa yanafanyika ndani ya nchi yetu. Kumbuka ule uwanja ni uwanja wa taifa, sio uwanja wa Dar es Salaam Young Africans. Lakini kwenye mechi ya Simba na Yanga, mechi ya Yanga na Azam ni mechi ambazo tulipangiwa sisi kucheza Benjamin Mkapa. Lakini kama mechi itakuwa wakati huo uwanja una matumizi mengine, tayari bodi ya ligi ilizungumza. Kama kutakuwa kuna matumizi mengine, sheria na kanuni ziko wazi. Mwenyeji wa mchezo anatakiwa kwenda kutafuta uwanja mwingine na atoe taarifa. Kwa sisi viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans walitoa taarifa kuandikia barua bodi ya ligi, tunaomba tupeleke mechi yetu katika uwanja wa gereza la kuu la Guantanamo Bay. Kwa hiyo bodi ya ligi walichokifanya ni kuturuhusu sisi kutubagua hedi. Kwa hiyo sasa mtuhumiwa wetu mfungwa sugu tunampeleka katika gereza kuu la Guantanamo, gereza ambalo wamehukumiwa na kufungwa wengi pale. Kwa nini wewe mtuhumiwa namba 1 uliyefungwa mara 6 mfululizo tena sugu, kwa nini tusikupeleke mule ukaenda kuongea na wafungwa wenzio? Baada ya nyie kuonekana mmetolewa kwenye michuano ya CAF Champions League, Simba Sports Club walionekana mashabiki wao kuwa wamefurahi sana. Hii kwenu nyie tafsiri yake ni nini? Tafsiri yetu sisi wao kufurahi ni matumizi mabovu sana ya akili. Yaani akili unayo lakini unashindwa kuitumia vyema. Ni matumizi mabovu tu. Kwa nini? Kwa sababu iko hivi, Dar es Salaam Africans tumejiwekea malengo, si ndio? Mwanzo kabisa tulizungumza malengo yetu sisi ni kufika hatua ya makundi. Malengo yenu ni kufika hatua ya makundi. Malengo yenu ni kufika hatua ya makundi. Dar es Salaam Afrika. Ndio, wewe kumsikia rais amesema kwamba malengo ya Dar es Salaam Africans ni kufika hatua ya makundi. Sawa, lakini Simba walisema malengo yao ni kufika nusu finali. Sisi tumeishia hatua ya makundi ambayo tulijiwekea malengo. Tena kwa alama 8 mmefanikiwa. Tumefanikiwa ndio. Tena kwa alama 8. Hizo alama 8 tumezipata sisi. Lakini kapteni wanasemaga nyie amvukaje alama 8. Wao wanasema, lakini twende kwenye malengo ya klabu. Malengo yetu sisi tumesema tunahitaji kufika hatua ya makundi, tumejiwekea. Sawa, malengo yetu. Wao Simba wamejiwekea malengo, wanataka wafike nusu finali. Nani ambaye amefeli? Nakuuliza wewe mwandishi, kati ya mimi ambaye nimesema malengo yangu mimi ni kufika nusu finali, ni kufika hatua ya makundi, na yule ambaye amesema malengo yake ni kuingia mpaka nusu finali, ni nani ambaye amefeli? Huyo aliyosema kwenda finali. Alisema atakwenda mpaka nusu finali. Huyo ndio aliyefeli. Kwa hiyo lazima tuwaambie Watanzania na mashabiki wa mpira, mnahitaji kuwapongeza wanayanga na Dar es Salaam Africans kwa jumla kwa kuwa tumefikia malengo tuliyojiwekea. Haya, sasa kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby ambao utapigwa Zanzibar. Kwa nini kumbukumbu zangu za haraka sikumbuke mara ya mwisho ambapo Simba Sports Club na Yanga wamecheza Zanzibar kwenye ligi kuu, ila ya Mapinduzi wamewahi kucheza. Hii inaweza ikawa ni mechi ambayo iko tofauti kweli. Kwa hiyo nyinyi mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa, kimaandalizi mnajiandaaje? Tumejiandaa vizuri na tumeipokea vizuri kwa sababu kwanza, jambo la kwanza, sisi Simba tumemfunga mara 6 mfululizo. Tunajiamini. Yaani mimi na mtu wa Simba ukiniweka naye karibu hapa, yaani ukimuuliza mtu ambaye anajiamini kwa kuingia kwenye mchezo huu ni mimi, na nitumie nafasi kuwaomba mashabiki wa Yanga tujitokeze kwa wingi kwa sababu mechi ni yetu. Twende nywe amani, gereza kuu la Guantanamo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo mawili. Huenda mashabiki wa Simba wasiende kabisa Zanzibar kwa sababu wanajua wakienda kule, yani hakuna watakachotoka nacho. Watakwenda watapigwa kipigo cha mbwa mwizi na watarudi nyumbani. Maumivu yatakuwa yanaendelea. Wanasema Simba hili tofauti sana. Libasege Oula imekuwa ni Simba ambayo imeimprove kweli. Hauoni kama itakuwa ni mechi tofauti kweli? Na natoa agizo kwanza sasa. Nenda kawaambia mashabiki wa Simba, tunahitaji mchezaji mmoja au wawili watutajie ni nani kati yao. Ili tuchukue pointi 3 lazima tumkabe. Mwanzo walisema ili uchukue kombe lazima
umkabe Elim Panzu ndio kazichukua kombe, tukakutana na Mpanzu Chali Chamende tukachukua kombe. Sasa hivi kuelekea kuzisaka alama 3, tuambieni kuanzia sasa, Mandala popote ulipo na wenzako kina Kisugu, jitokeni hadharani mseme ni nani mnayetaka tukikutana naye ili tuchukue alama 3 tumpinde umri. Wanasema amemsema Loemba. Safi sana, tutakutana naye inshallah kwa uwezo wa Mungu. Lakini Salome, fikisha salamu kwamba Buba atakuwepo. Umemuona Buba spidi yake, bajaji ikalale, bodaboda ikalale, ana spidi mithili ya nini? Ametoa pasi ya kwanza alafu akaiomba kwa mbele, kawekewa, kaenda kafunga goli. Unaweza kuona ni mchezaji mzuri kiasi gani, na ni kwanza tu leo, ni kama mazoezi tu, lakini kwenye mechi mtakwenda kushuhudia vingi. Atakuwepo tarehe 1 inshallah kwa uwezo wa Mungu. Lakini sio yeye tu, Dep atakuwepo, Pakome atakuwepo, injari yake ya kawaida tu, Clement Mzize na wengine wote. Kwa hiyo wauaji wapo, mahakimu wakwenda kuhukumu mchezo huo katika gereza la Guantanamo wako salama, wanaendelea kuperuzi sheria na kanuni. Wanadai kwamba Chama karudi katika ubora wake. Sawa, tuwapongeze sana kwa kumchukua Chama ambaye toka miaka hiyo anawapa burudani na sasa hivi amerudi. Naamini wanaamini kwamba Chama amezaliwa upya. Hapana, kwa sababu Chama ni mchezaji kipi ambacho yaani yeye Chama mpaka sasa hivi, Chama unayemjua wewe anaweza akacheza mechi zote hizi bila kufunga goli. Chama yule kabisa, Chama baba, yaani mechi zote hizi hajakuweka kambani. Tuwapongeze kwa sababu uwezo wao wa kifedha umeishia pale, kwa sababu Chama anatoka kumaliza mechi ya Singida, mabegi yako airport, anachukua mabegi anaondoka. Unaweza ukaona kwamba uwezo wao wa kifedha uliishia pale. Ni mchezaji wao na yeyote aje. Sisi tunawasubiri na tusubiri, sema tunasubiri burudani. Hakuna mtu atakayezuia Dar es Salaam Africans kuchukua alama 3 dhidi ya Simba, na hakuna mtu ambaye ataizuia Yanga. Wote mmeshuhudia katika michuano ya kimataifa, Yanga ndio timu pekee ambayo ilikatiwa tamaa kabisa. Sio wachambuzi, sio watu gani, baada tu makundi kutangazwa walisema Yanga iko kwenye kundi la kifo. Na nitumia nafasi kusema CAF tumwagize Engineer Harris kwenye vikao vya CAF, wewe umo, wale Skaria yumo, nendeni mkawaambie kuanzia sasa hivi watu wa Yanga wanasema ifikapo mwakani kwenye michuano ya kimataifa hatutaki kupangwa na mtu mweusi, tunawataka Waarabu, kwa sababu tunaamini Yanga ndio atakuja kuwa mwarobaini wa Waarabu kumiliki soka la Afrika. Asante sana.